Je, ulishawahi kupitia hali ambayo inakufanya ujione kama hauheshimiwi, na muda mwingi unaanza kujiona labda kuna watu baadhi hawakuheshimu au wanakuchukulia poa. Sasa leo nina habari njema kwa ajili yako, kwa sababu nitaenda kufundisha mbinu 5 za kisaikolojia ambazo zinaweza kusaidia kutengenezea heshima. Hata kama kuna watu walikuwa wanakudharau, ukizijua hizi mbinu, kuanzia leo utabadilisha kabisa mtazamo na hao watu wataanza kukuheshimu, kwa sababu heshima ndio kitu muhimu sana katika dunia ya sasa, kwa sababu watu wakuheshimu maana yake utaishi nao vizuri. Lakini sasa, kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza tunasema ni nguvu ya ukimya na kutokukurupuka kujibu. Unajua, ngoja nikwambie siri moja. Watu wengi wanapokuwa wanazungumza au wanapokuwa wanaulizwa maswali huwa wanakurupuka kujibu ili waonekane wanajua. Hasa kisaikolojia hii ni hatari kabisa, kwa sababu ukiwa unakurupuka kujibu au unaongea kwa haraka zaidi bila mpangilio, unakuwa unaonekana una hofu au wasiwasi wa kutaka kukubalika. Hii tunaitaga ni anxious to please, yani kwamba unakuwa unatamani watu wakukubali au na wewe uonekane. Sasa hiyo inakupunguzia heshima, kwa sababu watu wanao tengeneza heshima kwa watu au watu ambao wanaheshimiwa mara nyingi hawana wasiwasi wa kutaka kukubalika. Sasa unapokuwa unakuwa na kiwewe, unakuwa huko mbio mbio kujibu, maana yake unakuwa unaonekana kama unataka kukubalika kwa watu, na hiyo itakushushia heshima. Sasa mbinu ni nini? Unapokuwa unazungumza na mtu, subiri sekunde 2 hadi 3. Na hizo sekunde ni rahisi sana kuzihesabu, kwa sababu unaweza kuhesabu hata kichwani 1, 2 hadi 3. Alafu ndio ujibu. Na usimkatize mtu. Yaani unapokuwa unaongea na mtu, kabla kumjibu, subiri sekunde 2 hadi 3. Sasa matokeo yake yanakuwaje? Kwanza utaonekana wewe una udhibiti wa hisia, kwamba ni mtu ambaye hukurupuki. Alafu jambo la pili, utaonekana kwamba wewe unaongea vitu vya msingi na maneno yako yana uzito, kwa sababu unaongea mambo ambayo umeyatafakari. Lakini unapokuwa unaongea na mtu, wewe anaongea na wewe huko pa au unaongea naye na unajibu, unaonekana kama wewe una udhibiti wa hisia, yani unataka kukubalika au una wasiwasi na yale mambo unataka kuyazungumza hayana uhakika. Sasa hiyo inakupunguzia kabisa heshima. Sasa leo unaweza kutumia mbinu hii. Unapokutana na mtu anapokuwa anaongea, subiri hata sekunde 2 hadi 3, na hizo unaweza kuzihesabu ukamjibu. Kwanza atakuona kwamba wewe unatafakari kwa maneno yake anayosema, lakini pia unaongea kwa kutafakari, yani maneno yako yanakuwa na uzito. Kwa hiyo itakutengenezea mvuto mzuri sana kwa mtu unayezungumza naye, lakini pia atakuheshimu kwa sababu atakuona wewe una udhibiti, lakini pia atakuona ni mtu ambaye unatafakari kile ambacho unakizungumza. Lakini kuwa unapayuka tu, kila unachoambiwa unajibu haraka, itakupunguzia heshima kabisa. Lakini sasa mbinu ya pili ni kutumia lugha ya mwili yenye mamlaka. Unajua, mara nyingi hii tunaita kitaalamu ni open and grounded body language. Unajua, mara nyingi watu wengi wanashindwa sana kufahamu hili jambo. Mwili wako huwa unazungumza kabla ya mdomo wako kuzungumza. Yani jinsi mwili wako ulivyokaa, unaweza ukatoa maneno kabla hata mdomo wako hujasema kitu. Hii ina maana gani? Kwamba jinsi ulivyojiposition au jinsi ulivyokaa inaweza ikatoa tafsiri kwa jinsi unavyofikiria au unachokisema au unachotaka kusema hata kabla hujasema. Kwa hiyo nadhani unaona kwamba mwili wetu unaweza kuwasiliana na mtu bila hata kusema jambo lolote. Na hii kitaalamu wakati tunaita nonverbal, yani kwamba uwezo wa mwili kutumia ishara zake au mwili wake kutoa lugha fulani. Sasa kwa mfano, watu ambao wana wasiwasi au watu ambao wana hofu mara nyingi hujikunyata na huwa wanatetemeka. Sasa hii inakuonesha kwamba wewe ni dhaifu na inakupunguzia heshima. Na watu wakikuona kama ni mtu ambaye una wasiwasi na hofu, wanashindwa kukuamini, kwa sababu dunia ya sasa, ngoja nikupe siri, inawaamini wale watu ambao wanajiamini. Sasa mbinu ni nini? Jambo la kwanza kabisa, unapozungumza na mtu, hii hapa ichukue leo. Usio wa kwanza kuangalia chini, mtazame machoni. Inakadiriwa kitaalamu anatakiwa utumia 60% hadi 70%. Maana yake yani 30% tu zibaki uangalie pembeni, lakini usiangalie chini. Maana yake muda mwingi muangalie mtu. Hata leo unaweza kujaribu, na mimi mara nyingi nilivyojua hii mbinu nilifanyia kazi. Unapokuwa unazungumza na mtu, usio wa kwanza kuangalia chini au pembeni, muangalie kwanza yeye, ndo angalie pembeni. Pale unakuwa unahamisha nguvu ya kwake inahamia kwako. Lakini unapokuwa unaongea na mtu ukaangalia chini, unaangalia tu mara unacheza, yani unapepesa macho, unaonekana kama wewe una wasiwasi na itapoteza kabisa heshima kwako. Lakini pia jinsi ulivyokaa, mkao wako, nitakuwa mabega yako yanyoke vizuri, kifua chako kinuke vizuri.
jinsi unavyotembea pia, yani jinsi ulivyokaa, lakini pia nakutembea, utakuwa mabega yako yakae vizuri, na jinsi kifua chako kitakuwa kikae vizuri, yani uinuke, usiweke kifua kikatazama chini, yani kikaangalia kwa chini, au uso na wenyewe ukaenda chini, yani kama kuinama. Hii inakuwa inaonyesha kwamba wewe ni dhaifu. Lakini pia kwenye lugha ya mwili ni jinsi pia unavyokuwa. Kwa mfano, unaongea na mtu kwa unachezea miguu au mikono, unachezea labda simu, unatetemeka, unachezea miguu, maana yake unakuwa unaonekana. Hiyo kitaalamu wakati tunaita pacifying behavior, yani kuna mgogoro ndani yako, unakuwa unajituliza. Sasa hiyo itakushushia heshima kabisa, kwa sababu utaonekana wewe una wasiwasi, kwa sababu watu wanaojiheshimu, watu wanaojiamini wanakuwa wana utulivu. Sasa unapokuwa unaonekana hujatulia, una wasiwasi, utaonekana wewe ni dhaifu, na hiyo itakupunguzia kabisa heshima. Kwa hiyo leo unaweza kufanya kazi, unapokutana na mtu, mtazame machoni na usiwe kwanza kuangalia chini. Lakini mbinu ya tatu ni kutumia sauti ya mamlaka. Hii kitaalamu tunaita subharmonic voice. Unajua, mara nyingi watu wenye wasiwasi huwa wanaongea haraka sana na wanapayuka, yani hawasubiri hata muda wa kumuona mwenzie kapumzika labda naye ndo ajibu. Sasa hii kisaikolojia huwa ina madhara, kwa sababu unapokuwa unaongea sasa kwa sauti ya juu mwishoni baada ya sentensi, inakuwa inaonekana kama unataka kuomba ridhaa kwa mtu mwingine, yani maneno yako huyaamini. Lakini mtu mwenye mamlaka na watu wenye nguvu ambao mara nyingi wanakuwa na heshima sana, kwanza sauti yako itakuwa iwe ya chini, lakini iwe nzito, yani uongelee kutokea tumboni, isiwe kuanzia hapo kwenye koo, kwa sababu ikitokea tumboni manake lazima iwe na mkazo, yani iwe ya chini lakini yenye nguvu na mamlaka. Lakini uko unapayuka kwa haraka haraka, mara nyingi waga wanaongelea kwenye koo, yani inaanzia tu hapa juu kwenye koo, haitokei tumboni, mara nyingi inakuwa inaonekana kama wewe ni mtu wa kurupuka, yani unachokizungumza kwanza hakina uhakika, lakini pia unaonekana wewe hujiamini. Na mara nyingi kisaikolojia, unapokuwa unaongea, jitahidi sana mwishoni usimalizie kwa sauti ya juu. Ukimaliza kwa sauti ya juu, inakuwa inaonyesha kwamba unataka kuomba, yani kama ukubalike, yani kile unachokisema watu wakikubali au wakielewe, yani unataka kuwaomba watu kama wakusikilize. Na unapokuwa unaongea kwa sauti ya juu, kitu kingine unakuwa unaonekana kama huna udhibiti, yani wewe huna utulivu wa kihisia. Sasa hiyo itakupunguzia kabisa heshima, kwa sababu mtu mwenye utulivu anakuwa na mamlaka. Unajai kuona hata kwa mfano ofisini, mtu fulani akaanza kuongea, watu wote wanakaa kimya, kwa sababu anaongea kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu na mamlaka. Hizi sauti tunazitaga lower pitch, lakini ambayo inakuwa na base inakuwa nzuri kwa mwanaume, lakini kwa mwanamke inaweza kuwa ya kawaida kama sauti yake, lakini ikawa ya chini ya mamlaka. Lakini wale wanaopayuka kwa sauti ya juu, inakuwa inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu hajiamini. Sasa mbinu ya 4 ni kuweka mipaka na kusema hapana. Unajua, watu ambao wanatamani kukubalika kwa kila mtu, waga tunaitaga ni people pleaser, yani wale watu ambao wanakubali kila kitu, mara nyingi waga hawaheshimiki kabisa. Unajua, jamii ya sasa ni jamii ambayo iko tofauti kidogo. Watu wengi wanaamini kwamba ukimfurahisha kila mtu ndipo atakuheshimu au utapendwa na watu wote, lakini kiukweli wale watu ambao wanakubali kila kitu huwa hawaheshimiki kabisa, kwa sababu wanakuwa wanaonekana ni watu ambao wanatumiwa tu. Wewe angalia tu watu ambao kila kitu wanakubali, ndio mara nyingi huwa hawaheshimiwi kabisa. Hao tunaita kitaalamu people pleaser. Sasa kuna namna ambayo inaweza kusaidia wewe ukifanya kazi ikakutengenezea heshima. Jambo la kwanza kabisa, lazima ujue jinsi ya kuweka mipaka. Mipaka ni namna ambayo unatakiwa muoneshe mtu kwamba hatakiwi kuvuka zaidi ya hapo, na lazima ujue kwamba kuna misingi yako maalum ambayo tunaziita ni core value, kwamba mtu akivuka hapo hauwezi kuvumilia. Na hiyo misingi lazima ujiwekee kabisa kwamba mimi hichi kitu fulani sipendi na hichi kitu sikifurahii. Kwa hiyo mtu akivuka hapo umwambie hapana. Usipokuwa na mipaka ni sawa na nyumba ambayo haina mlango. Mtu anaingia mpaka chumbani anafanya anavyotaka, manake hiyo nyumba inakuwa sio nyumba tena. Unapokuwa na mipaka, manake kuna sehemu ambayo mtu atakuwa ishie. Ni sawa na watu ambao tunawakaribisha kwenye nyumba zetu, hawezi kuingia chumbani. Sasa wale people pleaser waga wanakuwa tu ingia tu chumbani, lakini mwisho wa siku anaingia chumbani lakini hajafurahi, kwa sababu anakuwa na shida atamwambiaje huyu mtu, kwa sababu yeye anapenda kukubalika kwa kila mtu. Lakini unapojua kuweka mipaka, manake watu watakuheshimu. Na mara nyingi watu wengi wanaheshimu watu ambao wanajua kusimamia mambo yao, kwa sababu wanajua hawa watu ambao wanajua kusimamia mambo yao hawawezi kuyumbishwa kirahisi. Lakini usipoweza kuweka mipaka,
maana watu wataanza kukutumia na watakuona wewe, tunasema ni easy go, kwamba wanaweza kukutumia kwa jambo lolote, na hiyo itakuondolea kabisa heshima, kwa sababu watu wanapokuwa wanakutumia wataona wewe ni kitu cha kawaida. Na ndio maana kuna msemo mmoja anasemaga mtaani kwamba huyu na mudu, huyu rahisi. Sasa lakini ukikuta mtu mwingine anakuambia huyo kuwa naye makini, maana yake yule ana mtazamo tofauti na mtu huyo na anamheshimu. Lakini ukisikia kwamba hiyo kawaida tu, nenda, hana shida na una mudu kawaida, mara nyingi inakupunguzia heshima. Lazima ujue kwamba kuna sehemu lazima useme hapana. Kuna vitu ambavyo vifurahi lazima useme hapana, na usijielezee zaidi. Watu wengi wanakosea, ukisema hapana usitoe maelezo mengi zaidi. Ukitoa maelezo mengi zaidi inakuwa inaonekana kama unatafuta ridhaa kwa mtu mwingine, yani akuelewe na akuonea huruma. Lakini unaposema hapana, sitahitaji kufanya hivyo, au hapana, siwezi kufanya hivyo, inatosha. Usianze kujielezea zaidi na watu watakuheshimu, kwa sababu wale watu ambao wanaheshimu mipaka yako ndio watu muhimu ambao wanatakiwa kuwa nao. Lakini wale watu ambao hawafurahii wewe pale unapoweka mipaka, wanaumia, wale watu ndio watu ambao sio wazuri kwako, kwa sababu walikuwa wanakutumia wewe kwenye vitu ambavyo wewe huvipendi. Lakini mbinu ya 5 ni kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Hii tunaita active listening. Unajua moja ya asili kubwa sana ya kisaikolojia ambayo tunarudi kwenye mbinu ya kwanza kwamba nguvu ya ukimya ni kusikiliza zaidi. Na unapojua kutumia nguvu ya ukimya vizuri, ndivyo utaweza kumsikiliza mtu vizuri zaidi. Unajua watu wengi huwa hawajui kusikiliza. Yaani mtu anapokuwa anaongea na mtu anajiandaa kabisa kujibu. Yaani unakuta yuko busy kufikiria ile jibu tayari ambalo atakuja kumjibu mtu. Sasa hiyo kisaikolojia itakushushia kabisa heshima, kwa sababu unajua, ngoja nikwambie siri moja. Watu wengi huwa wanapenda wale watu wanaowafanya waonekane wanaeleweka, na mara nyingi mtu akikuona kwamba unamuelewa, thamani yako inakuwa kubwa sana kwa mtu huyo, na huyo mtu atakuheshimu. Lakini ukiwa humuelewi mtu na humsikilizi kwa umakini, inakupunguzia kabisa heshima. Sasa kuna mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kutumia kuonekana kama unamsikiliza mtu. Jambo la kwanza kabisa, usiwe mwepesi kuongea zaidi. Msikilize mtu, alafu unaweza kutumia maneno yake ambayo anaongea. Kwa mfano akikwambia kazini leo kuna kazi ngumu, unaweza kumwambia kweli kazini kwenu kuna kazi ngumu. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba unamsikiliza. Hii ni mbinu ya kisaikolojia ya kuiga maneno yake, tunaita mirroring, kwamba unakuwa unarudia sentence yake. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba uko makini na yeye. Lakini pia unaweza kaitikia labda baadhi ya maneno labda au katikisa kichwa anavyokuwa na kuambia. Na zingatia unapokuwa unaongea na mtu, acha kuchezea simu. Msikilize ukiwa unamwangalia machoni. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba uko naye makini. Na mara nyingi watu wakishagundua kwamba unawaelewa na kuwatambua na kuwasikiliza, wataona kwamba wewe ni mtu wa thamani kwao na watakuheshimu. Lakini ukiwa unaongea tu kwa kupayuka payuka, huwapi watu muda wa kuwasikiliza, mara nyingi watakushushia heshima na utakuwa hauna mvuto kabisa. Sasa hizi mbinu unaweza ukatafuta hata mbinu moja ukaifanyia kazi, labda hiyo ya lugha ya mwili, baadaye ukaunganisha na nyingine. Lakini hizi mbinu ni nzuri sana ukianza kuzifanyia kazi na utaona matokeo makubwa sana. Unajua, ngoja nikupe siri moja ya kisaikolojia. Unajua mara nyingi watu wengi wanatamani sana kutafuta mbinu za kuvutia watu, lakini mbinu nzuri ni ile kwamba niwe kwanza kujipa thamani na kujiamini na kujipa amani. Ukiingia sehemu yoyote ukiwa na amani ya moyo, watu watakuheshimu na utatengeneza energy ambayo automatic watu wataanza kuheshimu na kukuthamini. Lakini ukianza kutengeneza mazingira kwamba nifanyeje ili niwavutie watu, mara nyingi utajikuta wewe ni mdogo na utapoteza kabisa heshima. Anza kutengeneza thamani kwanza wewe mwenyewe, jipe amani, alafu utashangaa watu wanapoanza kukuheshimu na kukuthamini. Kwa sababu unapojipa thamani mwenyewe, maana yake utajua mipaka yako, maana yake utajua jinsi ya kuishi na watu wengine, maana yake utajua namna ya kuzungumza na watu vizuri. Lakini unapokuwa unatafuta namna ya kumfurahisha mtu fulani, hapo ndio changamoto inapoanza. Unaanza kuwa people pleaser, na ambapo unakuwa kwenye changamoto ya kudharaulika. Hebu niambie katika comment ni mbinu gani ambayo imekugusa, lakini pia umejifunza zaidi kuhusu somo hili, na nitafurahi kuona maoni yako. Lakini pia nina habari njema, kuna vitabu ambavyo tayari nimeshaviandaa kwa ajili ya kujifunza masuala ya kisaikolojia, lakini pia na maisha na mafanikio, lakini pia na masuala ya imani. Kama unahitaji unaweza ukanicheki kwa comment hapo sehemu ya comment section, lakini pia unaweza pia kwenda kwenye sehemu ya bio hii ya TikTok ya Elikhan Mtz au hii ya YouTube. Utaona pale kwenye description, utaona namba yangu na ukawasiliana nami na nitakupa utaratibu wa kupata hivyo vitabu. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikutakie siku njema.